Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Leo Jumamosi ya tarehe 23 mwezi wa 12, juma la kwanza la kipindi cha Majilio katika mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 4 na sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 6, na somo la Injili latoka mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 57 hadi ya 66. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kuitwa. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia, akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, neno la Mungu siku ya leo linatuletea mbele yetu furaha ya kuzaliwa Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji ni mtangulizi wa Kristo, naye ndiye aliye mtangulizi wa mwisho kabla ya kuja kwake Kristo, anayefunga agano la kale na kutufungulia agano jipya. Ndiye aliye nyikani akitualika tubadili njia zetu na kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ufalme wa Mwenyezi Mungu umekaribia. Tujiulize ndugu zangu wapendwa, huyu Yohane Mbatizaji ni nani? Yohane Mbatizaji ni mwana wa Zakaria na mama Elizabeti. Wazazi hawa ndugu zangu walikuwa ni watu wenye haki na waliomtumainia Mwenyezi Mungu kwa kipindi chote cha maisha yao. Japo ulipita muda mrefu sana pasipo wao kupata mtoto, hawakusita kuendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hawakukata tamaa hadi Mungu katika wakati wake mtimilifu alipowapatia mtoto ambaye ndiye Yohane Mbatizaji, sauti ya mtu aliye nyikani. Hii inatufundisha uvumilivu na udumifu katika kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, pasipo kukoma hata mara moja au kukata tamaa wala kurudi nyuma, kwani Mwenyezi Mungu atatupatia yale yote tunayomuomba kwa wakati wake muafaka. Wapendwa, kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kulileta furaha kubwa sana kwa wazazi wake na kwa jamii yote iliyomzunguka kwa ujumla. Jamii yote na jamaa ya Zakaria wakasikia kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Rejea kitabu cha mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 15. Ndugu zangu wapendwa, kuzaliwa kwake Yohane Mbatizaji kulitabiriwa na manabii tangu agano la kale. Rejea kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3
aya ya kwanza hadi ya 4. Yohane katika kitabu hiki cha Malaki anatambulishwa kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu atakayetengeneza njia ya Bwana. Katika Agano Jipya, ndugu zangu, Zakaria akiwa hekaluni anatokewa na malaika Gabrieli na kupewa ahadi kuwa mkewe Elizabeti atamzalia mtoto na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Zakaria anapata mashaka, anafanywa bubu hadi ahadi hiyo itakapotimia. Wakati ulipotimia, Yohane anapewa jina jipya na la kipekee, tofauti na ilivyo utamaduni wa Kiyahudi. Watu wanastaajabu sana. Ndugu zangu, upya wa jina hilo ni ishara ya mwanzo wa maisha mapya, kuacha maisha ya kale na kuenenda katika upya wa maisha. Ni dokezo la mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya ndani na kuwa wapya katika Masia anayekuja. Zakaria baada ya kuandika jina katika kibao, papo hapo kinywa chake kinafunguliwa na ulimi wake pia anaanza kunena akimsifu Mwenyezi Mungu. Hii ni ishara ya ujio wa Masia anayewafungua na kuwakomboa watu kutoka vifungo mbalimbali katika maisha yao. Ndugu zangu, taifa la Mungu, upekee wa mazingira ya kuzaliwa Yohane Mbatizaji unawafanya watu wajiulize, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Upekee huu unatokana na utume maalum alionao Yohane Mbatizaji, yeye aliye sauti ya mtu aliye nyikani. Ndugu zangu katika Kristo, kuzaliwa kwake Yohane Mbatizaji kwatufundisha nini hasa? Ndugu zangu, ni mwaliko wa kuisikia sauti yake ya kinabii na kubadili mwenendo wetu wa maisha. Yohane Mbatizaji ni sauti ya mtu aliye nyikani, sauti ya mtu aliye katika mioyo yetu, ikitualika tujiandae katika kipindi hichi cha maajilio kwa ajili ya kumpokea Masia. Ni wito katika maisha ya kila mmoja wetu kufanya mabadiliko ya ndani kabisa, kuacha mwenendo wake mbaya ili Kristo azaliwe kweli katika maisha yetu na kuboresha machaguo yetu, yaani kuchagua yale yaliyo ya kimungu zaidi. Ndugu zangu, kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kwatufundisha nini hasa? Ni ishara kuwa ukombozi wetu huu karibu kabisa kuliko wakati mwingine wowote ule. Yohane Mbatizaji ni nabii wa mwisho kabla ya ujio wa Kristo. Ndiye aliyetabiriwa kuja kwanza kama mtangulizi wa Masia. Kuzaliwa kwake kunatupa uhakika na matumaini kuwa Mwokozi wetu yupo karibu, ushindi wetu upo njiani. Kristo jua la haki karibu atatuzukia. Ndugu zangu wapendwa, tufanyeje sasa? Ni wazi kuwa kila mwaka tunafanya sherehe za Noeli. Kila Noeli ni mpya. Kila Noeli ni fursa na nafasi mpya kubadilika na kumfahamu Yesu zaidi, tukimruhusu azaliwe katika maisha yetu. Tunakaribia mwishoni kabisa mwa kipindi cha maandalizi ya Noeli. Tujiulize, je, tumejiandaaje mioyoni mwetu? Je, Kristo atapata njia ya kupita katika maisha yetu? Je, mabonde yaliyoko katika familia na taasisi zetu, wivu, majivuno, uvivu, uchafu, chuki, uregevu yamerekebishwa? Ndugu zangu katika Kristo, Yohane Mbatizaji awe kwetu sauti tukumbushayo daima kumtengenezea Yesu nafasi katika mioyo na maisha yetu na kumchagua yeye daima kama dira na msingi wa yote yale tunayoyafanya. Ndugu zangu wapendwa, Masia ajaye ni mtakatifu. Ili tuweze kumpokea mtoto Yesu, yaani Masia huyu anayekuja, ni vizuri na sharti nasi tuwe watakatifu mioyoni mwetu na katika matendo yetu. Tukifanya hivyo, Noeli yetu itakuwa yenye maana kwetu. Sherehe za Christmas zapaswa na ziwe kwetu chachu ya kutufanya watakatifu zaidi na zaidi, na sio nafasi ya kujibovusha zaidi. Sherehe hizi ziwe ni chumvi na mwanga katika safari yetu ya Ukristo iliyojaa mabadiliko chanya, mabadiliko yenye matumaini zaidi. Tunyooshe mapito ya Bwana katika maisha yetu ili Yesu azaliwe kweli katika maisha yetu na kutakatifuza
zaidi na zaidi. Wapendwa, maandalizi mazuri ni mwanzo wa ufanisi mzuri. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ituongoze katika maandalizi yetu ya kumpokea Masiha anayekuja, na kuzaliwa kwake basi kuwe ni mwanzo wa tumaini jipya na chemichemi ya amani na furaha katika maisha. Nawatakia nyote maandalizi mema na sherehe za Noeli zilizojaa neema na fanaka tele. Yesu Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Yesu Kristo azaliwe katika familia yetu. Yesu Kristo azaliwe katika mitaa yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Joseph Freeman Shirima kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.